Biblia inaeleza Yesu akarudi kwa nguvu. Luka sura ya pili. Nilitaka kwenda kusoma sura ya 4. Luka sura ya pili mstari wa 14. Biblia inaeleza, na atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu wote aliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiwa haya na watu wenzetu mpaka Bethlehemu tukaliona hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akifikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wakamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama ilivyoandikwa. 21. Ikawa zilipotimia siku 8 za kutahiriwa, aliitwa jina lake Yesu kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu, wakamweka kwa Bwana kama ilivyokuwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Watoe sadaka kama alivyonena katika sheria ya Bwana, hua wawili na makinda ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, alitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wazazi wake walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwenda kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote, na nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa, na kuwa utukufu kwa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastaajabia hayo aliyosema juu yake. Mama na baba wanastaajabu, lakini yeye anajua kilichoko ndani yake. Kama ilivyokuwa kwa Simoni, huyu aliambiwa hata kufa mpaka atakapouona wokovu wa Bwana. Changamoto unazozipitia, usife mpaka ufikie kwenye hatima yako. Usife mpaka kwenye upitia wa mapito hayo yafike mwisho wake. Haijalishi unapitia nini. Inawezekana umekataliwa, hakuna kufa mpaka wajue wewe ni mtoto wa Mungu. Inawezekana mtaji umeshuka, waelewe mtaji wako unapanda kwa kupitia Mungu wako. Waliokukataa waendelee kuwepo, mapito hayo yawe mtaji usioisha. Haleluya! Mtumishi wa Mungu Daudi akasema, sitakufa nami nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Hakuna kufa mpaka uone hatima ya maisha yako. Hakuna kukatishwa tamaa mpaka uone mwisho wa maisha yako. Haleluya!